Jambo ambalo limetustua na kutufanya tuwe na maswali mengi sana kwa D-Voice Mnyama ni baada ya kufanya interview pale Wasafi. And of course kwa wale ambao walipata nafasi ya kumsikiliza, D-Voice alizungumza kitu ambacho ningependa kunukuu kwamba ndoto zake ni mbili hapa katika huu ulimwengu. Alizungumza kwamba anatamani sana aje kuwa tajiri ambaye ataweza kuwapa ajira vijana wenzie, lakini ndoto ya pili anakwambiaje, yani huku sisi tukiwa tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie tuishi maisha marefu, lakini D-Voice anakwambia kwamba anamuomba Mwenyezi Mungu na amekuwa akimuomba kwamba mwisho wa miaka ambayo pengine ingeweza kumtosha ni miaka 35. Yani yeye hahitaji miaka mingi. Hapo bwana ndo kizaazaa na maswali yakaanza kuwa ni mengi. Tukawa tunajiuliza kwamba huyu bwana mdogo labda hayo maneno aliambiwa azungumze kwenye interview ili mradi atengeneze attention, ama kuna lipi ambalo limekuwa likiendelea baina ya D-Voice na nafsi yake mwenyewe, kwa sababu hatuwezi tukalaumu sana kwa kuwa kila mmoja ana maamuzi yake na ana ndoto zake. Na kwa jinsi alivyozungumza anakwambia kwamba yeye amekuwa kimuomba Mwenyezi Mungu amjalie asiishi miaka mingi. Sasa kidogo amekuwa yupo tofauti na maono ya watu wengi sana. Ukiangalia miongoni mwa watu ambao wanaogopa kufa ni sisi binadamu. Yani sijawahi kuona kiumbe yote ambaye yeye anajiombea asiishi miaka mingi. Sasa ni ujasiri wa kiasi gani ambao Dogo Janja amekuwa nao, kiasi kwamba yeye mwenyewe pia anaona kwamba miaka 35 pengine itakuwa ni mingi. Na kama uliangalia interview yake, yani hata alivyokuwa anahitaji ile miaka 35 ni kana kwamba ni miaka ambayo ni kama mingi, kama labda haimtoshi. Ukiangalia kwa this time yupo kwenye miaka 20 na and of course kwamba ukipiga hesabu kwa tathmini ya haraka, yani kwa umri wa D-Voice asilimia vijana wengi ni lazima watatamani waishi miaka mingi ili mradi watumie pesa zao na maisha yao pia kijumla ambayo wamekuwa kiatamani. Lakini kwa Dogo Janja D-Voice sijajua ndo bangi ama ni kiki, yani kila moja amekuwa na view yake ya kumshangaa sana D-Voice kwamba amewaza kitu gani, yani ni kana kwamba ametabiri kifo chake. Na hiyo interview I say imewekwa kama kumbukizi kwamba ikitokea D-Voice amefikisha miaka 35 na kuendelea, it means kwamba Dogo Janja anaweza akajiua kwa sababu ya kutimiza lengo lake na dhumuni ambalo amekuwa akilizungumza kwamba ndoto yake ni kutoendelea kufika miaka zaidi ya 35. So it means kwamba kwa hiki ambacho kinawekwa kama kumbukizi kwa D-Voice ni kwamba kesho na kesho kutwa hata likija la kutokea, it means kwamba Dogo Janja atakuwa tayari kashaweka wazi kile ambacho alikizungumza. Kwa hiyo ni miongoni mwa wasanii ambao kwa sasa wanaingia kwenye rekodi ya kutabiri kifo chake. Sasa huyu ameanza na utabiri kwamba yeye miaka 35 tu inamtosha, na akivitiliza ni moja kati ya kitu ambacho kwa yeye itakuwa ni kama surprise. Sasa hatujaelewa kwamba endapo ikafikia wakati kwamba D-Voice akafikisha zaidi ya miaka 35 alafu bado akawa hajatimiza lile lengo lake, moja kwa moja ni kwamba atakuwa labda pengine amepingana na yale matakwa ambayo Mwenyezi Mungu aliweza kumjalia. Huenda ni ndoto na lengo lake kutotimiza miaka 35, lakini Mwenyezi Mungu kumbe amemjalia aweze kuishi hata miaka 40 ama 50. Kwa hiyo nafikiri ndo vijana na watoto 2000, na ndo maana ukaambiwa kabisa kwamba hichi ni kizazi tofauti kabisa. Watoto 2000 wana shida sana. Yani ukisikiliza interview yake ndo utaelewa kabisa kwamba yani kwa sasa kizazi chetu cha watoto 2000 na kizazi cha zamani ni vitu vili tofauti. Yani kusikia kauli kama hizi kwa kijana mdogo kama D-Voice I say inashangaza sana, na kila moja aliweza kushtuka na kuona kwamba huyu bwana mdogo kama sio bangi basi itakuwa amepangwa kwa lengo la kutengeneza attention ama kiki ili mradi aweze kutrend. Lakini moja kwa moja kwa alivyozungumza na akamshirikisha na Mwenyezi Mungu kwamba amekuwa akimuomba, yani sio masiara wala sio kiki, ni kwamba amekuwa akifanya hivyo kwa lengo kweli atimize miaka 65 alafu aweze kufa. Sasa ikishindikana, inaonekana kama bwana mdogo yuko tayari kujiua, yuko tayari kujiwekea sumu, na yuko tayari kwa vyovyote ili mradi asitimize miaka zaidi ya 35 ya kuishi hapa duniani. Sasa
uhuru ni wa kwako. Ningependa cha muhimu na cha msingi tumshauri bwana mdogo kwenye upande wa comment, alafu niambie kwamba nini ambacho ungeweza kumshauri bwana D-Voice ambaye kwa sasa tayari kashajiweka kwenye kundi ambalo hawataki kuvuka miaka 35 na kuendelea. Bwana, cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Hapa ni Hatboy Media, ila watoto 2000 aise wameniacha hoi kabisa. It's me msanuaji kama msanuaji. Once again tukutane siku nyingine.